Mpendwa mtazamaji wa St. Anthony Cathedral Media, karibu katika kipindi chetu hiki pendwa ambacho kinajulikana kama Sifa za Mama Bikira Maria. Mpendwa mtazamaji, huenda tumewahi kusikia haswa katika sala ile ya litania tunaposali Rozari ya Mama Bikira Maria juu ya sifa nyingi sana za mama huyu, Mama Bikira Maria, mama wa kanisa, mama wa Mungu na mama yetu pia. Tumezisikia nyingi na tunazitaja nyingi, lakini huenda katika kuzitaja kwetu na kuzisikia tunaposali hatuelewi kiundani juu ya sifa hizi za mama huyu. Huenda tuje kupata uchambuzi wa kina juu ya habari ya sifa za mama huyu. Kwa kweli Mama Bikira Maria ni mama ambaye amebeba sifa nyingi sana katika kanisa. Ni mama wa pekee ambaye anaingia katika historia ya kanisa kwa namna ya pekee kabisa. Na hivyo ndio sababu mama huyu amepewa sifa nyingi ambazo kwa kweli sifa hizi anastahili kuzipata. Na ukitaka kuzifahamu zaidi sifa hizi, basi nenda katika litania ile ya Bikira Maria, ndipo ambapo tunaweza kuzichota sifa hizi nyingi na kuzifahamu kwa namna ya pekee. Basi mpendwa mtazamaji, leo hii ningependa tuweze kuchambua walau sifa mojawapo ya Mama Bikira Maria, nayo si nyingine ni ile sifa ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Mama wa kanisa. Mpendwa mtazamaji, mama wa kanisa ni mojawapo ya sifa muhimu sana katika sifa zile za Bikira Maria, na hii ikiwa ni sifa ya 5 katika litania ya mama huyu mpendwa sana. Wapendwa, Mama Maria anaitwa mama wa kanisa kwa sababu kuu 3. Nazo ni zifuatazo. Mosi, ya kwanza, Mama Bikira Maria anaitwa mama wa kanisa kwa sababu yeye ni mama wa Kristo, mama wa Muumba na mama wa Kristo. Mama wa Mungu ni mtu ambaye alianzisha kanisa Katoliki kwa kule kuanza amri mpya ya mapendo miongoni mwa Wayahudi, hadi pale wafuasi wengi walipoanza kufuata mambo yale yaliyoanzisha Yesu Kristo, wakibandikana na desturi za dini za Kiyahudi taratibu. Wafuasi hao wa Yesu walikuwa wanaitwa watu wa njia, yani the people of the way, maana walikuwa wakimfuata yule aliyejitambulisha kwao kwa njia kuwa ni njia ya ukweli na uzima. Tunaposoma hiyo tunaweza tukaisoma katika Injili ile ya Yohani sura ile ya 14 aya ya 4 hadi aya ya 6. Ni kwa mara ya kwanza waliitwa Wakristo huko Antiokia, Uturuki, na jina ambalo hadi leo linafahamika ulimwenguni kote kuwa wafuasi wa yule aliyekufa msalabani, akafa na kufufuka, huitwa Wakristo, na dini hiyo huitwa dini ya Kikristo. Lakini pili, basi sababu ya mama huyu kuitwa mama wa kanisa ni kwamba Mama Maria anaitwa mama wa kanisa kwa sababu mama huyu alikabidhiwa mitume wake Yesu kuwa ni mama yao pia. Wanaye hao walikabidhiwa kwa Maria, yaani mitume ndio waliopewa mamlaka na madaraka yote ya kuongoza wafuasi wote. Wapendwa, Mama Bikira Maria alipewa nafasi ya pekee kabisa kwa mitume hawa ambao walisimama kwa ajili ya kutetea imani Katoliki na imani ya kanisa. Na hivi ikiwa mama yao hao, hapana shaka kwamba anakuwa mama wa kanisa. Turejee pia Injili ya Yohani sura ya 19 aya ya 26 hadi ya 27. Anapoitwa mama wa mitume, naye pia hatuna shaka kabisa juu ya andiko hili, juu ya fundisho hili kwamba mama wa mitume ni mama wa kanisa. Basi na sababu ya 3 ya kuitwa mama wa kanisa, Mama Maria anaitwa mama wa kanisa kwa kuwa mfano mtimilifu wa kanisa, kama tunavyojulishwa na mwanga wa mataifa kama ifuatavyo. Bikira Maria mwenye heri kwa kipaji na dhima ya umama wa kimungu anaunganisha na mwanaye mkombozi, na kwa neema zake na huduma zake za pekee ameunganisha pia kwa undani na kanisa. Mama wa Mungu ni kielelezo cha kanisa kwa habari ya imani na mapendo, umoja kamili na Kristo, kama alivyowahi kufundisha Mtakatifu Amrosi
kwa maana katika fumbo la kanisa ambamo pia laitwa kwa haki mama wa Bikira Maria, mama mwenye heri, ametangulia kwa njia bora na ya pekee kutoa mfano kuwa bikira na kuwa mama. Katika kuamini na kutii kwake alimzaa duniani mwana mwenyewe wa Baba, asimjue mtu, akitiwa kivuli na Roho Mtakatifu, akiwa kama Hawa mpya, asiyemjua nyoka wa zamani, bali amwaminie mjumbe wa Mungu kwa imani iliyofunuliwa na shaka lolote. Akamzaa mwanaye ambaye Mungu alimweka awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 29. Wapendwa, kwa kuwa Maria ni mtakatifu na tunamuita hivyo, waamini wote tunapaswa kumwiga Mama Maria, aliye mama wa kanisa na mama wa waamini wote. Na katika swala hili kanisa linasisitiza kabisa kumwiga Maria katika ujumbe wake kwa mataifa. Hata kanisa kwa kutazama utakatifu wenye siri wa Maria na kuyaiga mapendo yake na kuyatimiza kikamilifu mapenzi ya Baba kwa kupokea neno la Mungu na kwa uaminifu, linakuwa pia mama kwa mahubiri na ubatizo, linazaa watoto wanaotungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa kwa Mungu kwa uzima mpya usiokufa. Mpendwa mtazamaji, kanisa linamfikiria mama huyu Bikira Maria, yeye kwa utauwa na kumtazama katika mwanga wa neno, aliyefanyika mwili na kupenya kwa heshima na katika undani zaidi fumbo kuu la umwilisho, na kupata kufanana zaidi na zaidi kwa bwana arusi wake. Mama Maria aliyeingia kabisa ndani yake kwa namna fulani maazimio makuu ya imani na kuyaakisi kama kioo. Hivyo tunapohubiriwa na kuheshimiwa kwa kuvuta waamini kwa mwanaye, kwa sadaka yake na kwa upendo wa Baba, nalo kanisa likiufuata utukufu wa Kristo, kupata kufanana zaidi na kielelezo chake cha utukufu, na kuenenda bila kukoma katika imani, matumaini na mapendo, likifuata na kuyashika mapenzi ya Mungu katika yote. Kwa hiyo kanisa pia katika kazi ya kitume linamtazama kwa haki yeye aliyemzaa Kristo, ambaye alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa na bikira, kusudi azaliwe na kukua katika mioyo ya waamini na kwa njia ya kanisa. Ndugu mtazamaji, huyo ndiye mama wa kanisa na mama wa waamini wote, ambaye ndiyo kimbilio letu sote. Mama yetu anajua tunapofurahi na tunapolia na kusikitika, kwa sababu kimbilio letu sisi wakosefu ni yeye pekee. Daima anatukumbatia pale ambapo tunamkimbilia na kumwomba kwa imani. Tuzidi kumwomba azidi kutawala mioyo yetu, azidi kusikia sala zetu, na azidi kutuombea kwa Mwenyezi Mungu, ili siku moja tuweze kuijongea altare takatifu ya mbinguni, altare ya milele. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyeleta fundisho hili ni mimi Shemasi Raymond Shao wa Jimbo Katoliki la Tanga.